Kwa wale ambao waliokuwa wameweka nia ya kuchinja, kuna mambo wameharamishiwa kuyafanya. Kwa mfano, ikiwa wewe umeweka nia ya kuchinja, basi kuna mambo ambayo hutakiwi kuyafanya kwa muda wa siku hizi 10, hutakiwi kuyafanya. Na yule ambaye aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija, kwake yeye kuna mambo aloharamishiwa kuyafanya. Sasa wale waliokwenda kutekeleza ibada ya hija, jambo la kwanza ambalo wameharamishiwa kulifanya, kuna kitu kinaitwa halqu sha'ri au qassuhu, kunyoa nywele au kupunguza nywele. Hairuhusiwi kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya haji. Akishaweka nia, akifika kwenye miqat, kuna sehemu, kuna kitu cha miqat tutakuja kukiona mbele. Akishaweka nia ya kuhirimia ibada hija, kuingia katika ibada hija, kwake yeye inakuwa ni haramu kunyoa nywele au kupunguza nywele, inakuwa ni haramu kwa mtu yule. Na iwapo atafanya kosa hilo, maana yake kuna penalty, kuna adhabu ambayo inatakiwa aifanye. Kama unavyoona kwa mtu aliyefunga, kwake yeye inakuwa ni haramu kujimai na mke wake katika mchana wa Ramadhani, na akijimai na mke wake, maana yake kuna penalty lazima atakiwa aifanye kisheria. Na mtu aliyekwenda kutekeleza ibada hija, ni haramu kwake yeye kunyoa nywele ama kupunguza nywele baada tu ya kuhirimia ibada ya hija. Hairuhusiwi kwake yeye kunyoa au kupunguza. Jambo la pili ni taklimul adhafir, kukata kucha. Kukata kucha zake inakuwa hairuhusiwi kwake yeye aliyekwenda kutekeleza ibada ya haji. Lakini hapa niwe kiangalizo, yani baada ya wewe kuweka nia, maana yake kuna kipindi maalum cha muda wa siku 9. Kipindi cha muda wa siku 9 ndizo ambazo anakuwa haruhusiwi kwake yeye kuweza kufanya hivi vitendo ninavyowaambia. Yani tangu kuingia kwa mwezi wa Dhulhijja, pengine akaingia pale haram, pengine mwezi mosi yuko pale, baada ya kuweka nia tu kwenye ndege kwamba anahirimia kwenda kutekeleza ibada ya hija, ndio anakuwa haruhusiwi kwake yeye kunyoa au kupunguza au kukata kucha. Lakini baada ya siku 9, manake mpaka ile siku ya Arafa, siku ya 10 inakuwa ni siku ya kwenda kunyoa, anakuwa anaruhusiwa kunyoa, anakuwa anaruhusiwa kwenda kukata kucha siku ya 10. Ndani ya zile siku 9, ikiwa zimemkuta yupo pale, anakuwa haruhusiwi kufanya hivyo.